Sasa baada ya rumors zinazoendelea, Esma Platnumz akapatikana, na kama mnavyomjuaga dada yetu Esma bwana hanaga kaba. Yeye kuzungumza na kufichua yanayoendelea ni jambo la kawaida, na ni voice note zilikuwa zikisambaa sana kwenye magrupu ya mitandaoni ya WhatsApp, haswa kwa wale mashoga zake. Sasa jinsi ilivyofichuka na inavyojulikana mpaka muda huu, yani taarifa ilikuwa inasumbua ni kwamba je, ndoa ya Diamond na Zuchu ni ndoa ya kweli ama ni ndoa ya mchongo? Sasa nisikilize kwa makini, yani mpaka muda huu kwa mujibu wa dada yetu Esma Platnumz katika group la WhatsApp mara baada ya kuchati na mashoga zake na chati zake kuweza kuvuja, ni wazi kwamba ndoa ya Diamond na Zuchu sio ndoa ya halali bali ni ndoa ya mchongo. Kwa hiyo tunakubaliana na kuweza kukubali alichokisema dada yetu Fantana kutokea Ghana kwamba ni fake engagement kati ya Diamond na Zuchu. Kwa hiyo inavyoonekana kwa watu wa karibu sana wanafahamu na wanaelewa kwamba ndoa ya Diamond na Zuchu sio ndoa ya kweli, na ndio maana pia hata wazazi wamekeep distance kubwa sana. Hatujawahi kumsikia mama Khadija Omar Kopa akiweza kuzungumza wala pia kujaribu kutoa ufafanuzi kuhusiana pia na ndoa ya mtoto wake, na hata tukienda pia kwa mama Nasibu, mama Dangote kuzungumzia sakata zima la ndoa ya mtoto wake, pia tumeweza kuona kwamba kumekuwa na umbali wa mazungumzo ya design kama hayo. Kwa hiyo moja kwa moja tunaendelea kutengeneza continuity za matukio kati ya mama Dangote lakini pia na mama Zuhura, ni kwamba hii ndoa ni ya kimchongo na ni ndoa ambayo imetengenezwa kwa lengo la biashara iendelee kufanyika katika lebo ya WCB. Watu waendelee kuwa busy na kufuatilia mahusiano yao, huku wao wakiendelea kufanya promotion za kimziki na kazi zinaendelea kuachiwa kama kawaida. Lakini kuhusu swala zima la ndoa, I say weka pembeni kabisa. Hakuna kinachoendelea kati ya Diamond na Zuchu, wao tu ni wapenzi wa kawaida. Lakini kuhusu swala zima la ndoa, ni jambo hilo halipo kabisa, bali ilikuwa ni ndoa ambayo imetengenezwa kwa lengo la kuendeleza biashara yao ya kimziki. Watu waendelee kufocus na personal lifestyle kati ya Zuchu na Diamond, kwa sababu wanafahamu kwamba Zuchu akionekana kwamba ana date na mtu mwingine kesho na kesho kutwa, au wakaachana na Diamond, basi kiuhalisia tunajua kwamba watu watakuwa wana focus na Diamond peke yake, lakini pia watakuwa wana focus na Zuchu na mpenzi ambaye atakuwa kwa muda huo ameweza kudate naye. Ndio maana wamemtengenezea limit Zuchu kwamba aweze kudate na Diamond na ajifunge kwa ndoa ambayo mashabiki watakuwa wakiendelea kufocus na ndoa ambayo sio ya kweli kwa hivi sasa. Mimi sina la ziada. Mwaga makopa malike, lakini pia usisahau kuweza kudrop comment zako katika